Na hii tena ni Sanga Media TZ, na hapa mbele ya kamera tuko na mjumbe wa serikali ya mtaa kwa Mustafa, atajitambulisha kwa majina yake. Asante, naitwa Catherine Griffin Gave, ni mjumbe wa serikali ya mtaa kwa Mustafa. Si mgeni katika kamera hizi za Sanga Media TZ. Tulikutana hapa katika sikukuu ya Eid al-Fitr. Tunakutana tena katika sikukuu ya Eid al-Hajj. Wewe kama wewe unamzungumziaje mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa? Mwenyekiti wetu ni mwenyekiti ambaye uongozi wake ni shirikishi. Anapenda sana wananchi wake, anapenda sana watoto, anapenda wazee, ni mtu ambaye hachagui. Kila mtu anampenda. Mwanzo naona watu walikopo wanasikilizia kama alifanya katika ile sikukuu ya kwanza, wakajua labda sikukuu ya pili hatofanya, lakini Mungu kamjalia tena kafanya tena vile vile, manake swala lake limekuwa endelevu sasa. Ni kweli kabisa. Amefanya hii Eid ya kuchinja, na kuna surprise ambayo inakuja mbele kwa ajili ya watoto yatima ambao mwenyekiti wetu bingwa kabisa, kuna mzee mmoja huwa anamuita ni dikteta wa maendeleo. Kwa dikteta wetu wa maendeleo kuna surprise nzuri amewaandalia watoto yatima. Leo tumefurahi, tumecheza na watoto wetu, wamekula, wamefurahi kabisa. Kwa hiyo surprise wana Mustafa waitegemee, ipo inakuja. Leo hii au ndio imefichwa hii? Hiyo iko chini ya carpet. Kwanza sisi tuwapongeze kwa sababu tunachokiamini ni kwamba Fikiri Rajabu hawezi akafanya peke yake bila kuongozana na nyie. Tunaamini nyie ndio mnakaa meza moja kwa ajili ya kujadili, mnaleta miswada mezani, unajua hiki tukifanya au hiki tusikifanye. Lakini mpaka tumefanya, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nyie wenyewe pia mawazo yenu yamekuwa ni pevu, hususan kuweza kuliandaa jambo kama hili. Je, mara ngapi mmekuwa mkimpelekea baadhi ya mawazo bwana Fikiri Rajabu, huwa anayapokea kwa namna gani? Ili sasa Watanzania au wana Mustafa ambao labda wengine huenda baada wavutiwi na utendaji wake wa kazi, bwana Fikiri Rajabu ni mtu wa aina gani, hususan mnapopeleka baadhi ya mawazo na nyie kama wajumbe zake mnapokaa chini na kwanza kuyapambanua baadhi ya changamoto zenu? Mimi kipekee niseme kwamba kile ambacho unamshauri mwenyekiti kama washauri wake, kama wajumbe wake, huwa apingi, tunakaa wote mezani, tunajadiliana na tunafika mwafaka. Ni mambo mengi ambayo anatushirikisha na tunafanikiwa kwa sababu tunakaa meza moja wote. Habagui mjumbe, habagui mtendaji, wote tunaenda sawa kabisa. Okay, bwana Mkali, mimi nadhani hapa sasa sisi kama media pia tumejifunza kitu hapa, kwa maana kwamba ushikamano, umoja ni miongoni mwa vitu ambavyo ni vya msingi sana. Kwa sababu maana kila jambo zuri ambalo linafanyika katika maeneo kwa Mustafa sio mheshimiwa Timbo pekee kama ndo anaifanya. La hasha, bali kuna wajumbe ambao hawa ndio washauri zake, hawa ndio watu wake wa karibu ambao kila jambo linawekwa mezani wanalichakata ndipo anaweza kulitolea maamuzi. Hivyo basi na sisi kama media pia tuwapongeze sana, hususani kuendelea kushirikiana, kuwa na umoja na upendo, na sisi tunawaahidi kwamba tuko bega kwa bega na nyie muda wote, saa yote mkituhitaji tutafika popote pale ambapo mtatuhitaji kwa ajili ya kuja kuripoti, Watanzania waweze kuona, wana Mustafa wote kwa ujumla na viunga vyake waweze kujionea mambo mbalimbali ambayo hususan nyie mmekuwa mkiyafanya katika mitaa yenu. Na hii ndio maana wahenga wetu Mr. Sanga wanasema kwamba kidole kimoja hakiwezi kumvunja chawa, na umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na umoja wao tunauona, na hii wanatualika si chini ya mara 5 mara 6 tunahudhuria katika tafrija hizi za kwao. Tulipata iftari pale, tukaja tukapata tena sikukuu ya Eid hapa, tukapata riziki kwa pamoja. Hata leo tena Eid nyingine ya pili tumekuja kupata riziki. Bwana, mimi kama mimi mfanyakazi wa Sanga Media TZ nawapongeza sana wananchi wa serikali ya mtaa kwa Mustafa na viongozi wake kwa ujumla kuwa na umoja na ushikamano huu ambao umedumu kwa muda mrefu sana tangu nianze kuwafahamu nyinyi. Tunashukuru sana Sanga Media. Nyinyi ni sehemu ya familia yetu, maana sisi ni wajumbe, tuko na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa, ni familia. Tunawashukuru sana kwa sababu kila jambo mnakuwa nasi pamoja. Hatujawachoka na sisi naomba msituchoke. Hatuwezi kuwachoka kwa sababu tunaelekea kwenye mkutano mkuu wa wananchi na tutakuwa sote kwa pamoja. Okay. Mimi yani kwa binafsi nilikuwa naomba nyinyi Sanga Media, wananchi wote kwa Mustafa, tuendelee kumuombea mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa. Ana maono makubwa, anataka kuibadilisha Mustafa yetu. Tumpe support kwa kumuombea na kwa kumshauri pia. Na sisi kama media tumezipokea shukrani zako,
Nadhani tunaomba sasa tukutakie kila laheri, uendelee na majukumu yako mengine. Asante sana, tunashukuru. Karibuni sana serikali ya mtaa, karibuni kwa Mustafa. Shukrani sana. Naam, watazamaji wa Sanga Media, nadhani mmemsikia mama yetu hapo ameweza kuzungumza machache sana, lakini naamini hayo yameweza kukuingia, kwa maana vitu vyote alivyovizungumza ni vitu ambavyo vina maana kubwa sana ndani yake. Hivyo basi usiwe mbali na chaneli hii, mengi mazuri yanakuja. Bwana Mkali, nadhani wakati tunakaribia sasa kufika tamati ya hili tukio la leo, una kitu kingine cha ziada ambacho tunaenda kukizungumza? Mimi kitu kingine cha ziada kwenda kuzungumza ni kuwakumbusha watazamaji wa Sanga Media TZ kwamba hii ni channel ya kwao, ila tu wasikose kushare, kulike, kucomment, kusubscribe channel hii ili wawe wa kwanza kupata vitu vizuri kutoka kwetu. Okay. Naam, mtazamaji wa Sanga Media, bado tupo hapa tunaendelea kutafuta sasa wahusika wengine tuweze kuzungumza nao wakati tunakaribia kufika tamati mwa zoezi la leo. Hususan tunaenda kumtafuta ndugu yetu anakwenda kwa jina la Fikiri Rajabu, tuweze kuzungumza naye na tuweze kufika naye tamati katika jambo hili la leo. Usiwe mbali, tuko pamoja na wewe. Shukrani sana.